Wandugu zangu, tusipotaka kujiheshimu, hakuna mtu atakaye kuja kutuheshimu sisi wa Afrika. Na haya yanayopita katika dunia hii kwa sasa, dunia haina siri tena. Chochote kinachopita kila kona ya dunia hii, watu wanakiona sehemu zingine. Ni lazima tufikie si wa Afrika kujiheshimu. Kuna timu moja ya Uingereza ambayo inaitwa Arsenal imechukua ubingwa baada ya miaka mingi haijachukua ubingwa. Lakini ukiona sherehe zilizofanyiwa Afrika, ndugu yangu, waweza kujiuliza pesa ngapi Arsenal huu inatuma Afrika. Kuna watu mpaka wamefikia kufungwa. Angalia jinsi Kenya wanavyoshabikia. Angalia Uganda. Angalia Tanzania na nchi zingine nyingi wamesherekea mpaka kupita hata Arsenal yenyewe huko Uingereza, mashabiki wake Uingereza. Hiyo ndio Afrika yetu. Na sio tu Arsenal. Vilabu vingi hapa Ulaya vinapochukua ubingwa, sherehe kubwa huwa zinafanyika Afrika kuzidi hata sehemu ile ambayo vilabu hivyo vinapatikana. Kwa nini sisi wa Afrika huwa hatujiheshimu, ndugu zangu? Fikiria timu ya Tanzania kwa mfano, Yanga wala Simba imechukua ubingwa, uone Uingereza wanasherekea, wala hapa Ulaya sehemu zingine wanasherekea. Sina uhakika. Ukienda vilabu vya Kenya vikichukua ubingwa, sina uhakika kama huku Ulaya watu wanaweza wakasherekea hivyo hivyo. Ukienda Uganda hivyo hivyo, vilabu vya huko vikichukua ubingwa, sina uhakika kama huku Ulaya hawa wenzetu wanaweza wakasherekea hivyo. Ndio watu wengine wataniambia kwamba hivyo ni vilabu ambavyo havijulikani. Sawa, havijulikani kwa wale ambao wataki kuvijua. Kwa nini sisi tutumie muda wetu mwingi kujua vya kwao ili na vya kwetu sisi visijulikane? Na sisi ndio huwa tuna ushabiki wa kupita kiasi. Wandugu zangu, kuna siku moja rais mmoja wa Afrika alikuja hapa Ulaya, anaongea na wenzake marais hapa. Aliweza kulalamika akasema kwamba nchi yangu raia wana njaa. Lakini kuna rais mmoja hapa Ulaya aliweza kumwambia huyo rais wa Afrika kwamba nenda waambie raia wako kwamba wajaribu kufunga mikanda, maana hali ya uchumi ni mbaya. Rais huyo aliwaambia kwamba munaambia watu wa Afrika, vijana wangu, wafunge mikanda. Kwanza hata huo mkanda hawana, watafunga hizo suruali na nini? Lakini hao watu ambao bado wanalalamika, ukiona sherehe ambao wanazifanya kwa vitu vya ajabu ajabu kwa sababu ya kushabikia mpira, wandugu zangu, mnaweza kushangaa hata mabara mengine yaweza kusema hawa watu shida yao ni nini? Ndiyo, ushabiki ni kitu kizuri sana kwa sababu inakupa furaha ya moyo wako wewe. Lakini wewe unafikia hatua ambayo ya sisi wa Afrika kuangalia muda tulio nao na nini tunachokitaka. Afrika tuna mahitaji mengi sana, na ile kidogo tunayoipata ukitumia vizuri yaweza kutufikisha mahali fulani. Fikiria kijana ashikwe na polisi huyu ambao anayoshabikia hivi, akifungwa, familia ndio itaingia kwa gharama ya kumtoa huko, kwa sababu labda ataharibu mali za watu, atakosesha wengine raha, na hiyo yote matatizo inaingia kwa familia yake. Na hizi timu wala vilabu vya huku hakuna hata mmoja atakayemsaidia. Wandugu zangu, muda ndio umefika wa sisi kuweza kusimama na tuweze kujua sisi ni akina nani. Afrika ni bara tajiri, lakini tunaambiwa kwamba ni bara maskini. Ni kwa sababu ya tabia kama hizi ambao tuko nazo hapa. Hapa Ulaya tunakoishi, hakuna mtu anaweza kosa kwenda kufanya kazi yake kwa sababu ya kusema kwamba timu fulani imechukua ubingwa, yeye akose kwenda kazini. Angalia Ufaransa. Timu ya Ufaransa imechukua ubingwa, lakini wamefanya maandamano, watu wameharibu vitu vingi sana Paris, na watu wameshikwa zaidi ya 50 na ukiangalia wale watu ambao wameshikwa utakuta kwamba watu wa asili ya Afrika wako wengi, wawe Waarabu wala hata watu wa Afrika weusi. Watafungwa, kuna wengine watapelekwa mahakamani, hawana hata karatasi za kuweza kuishi Ufaransa. Kesho kutwa anarudishwa nchini kwake. Akifika kule anageuka kuwa msazi, na hata hiyo timu hataendelea kuishabikia, maana kichwa kitakuwa tayari kimeruka. Kuwa na kiasi ni kitu kizuri sana ndugu zangu, na sisi wa Afrika tuweze kujua nini tunachotaka. Ushabiki wa aina hii ni lazima tuweze kupunguza, lakini kushabikia
sio kubaya. Unapopata mashauri haya, ndugu yangu Mwafrika mwenzangu, gawa na mtu mwingine ili aweze kuyasikia. Asante sana.